ilikuwa nzuri sana, nimejifunza mambo mengi sana. Yaani ilikuwa inanitia furaha kila nikiamka. Yes! Unajua ile furaha, yaani kila saa unajikuta unatabasamu, kila saa unajikuta uko na furaha. Mpaka unaenda kwenye lectures, shule yenyewe kwanza unaenda kwenye lectures uko unaruka kwa sababu you know this is a once in a lifetime opportunity. You know uko kwenye icebreaker, one of the first few Tanzanians to be on the icebreaker. So ni kitu kizuri sana. Okay, kwa namna gani umejifunza vitu vingi sana kupitia workshop mbalimbali ambazo umezifanya kwa kwenye kusema za ukweli, walikuwa very diverse na workshops kwa sababu hii competition ilifanyika Urusi, pia kulikuwa kuna participants. So tulikuwa tunapewa lectures in Russian but also in English. So kama wewe unataka ujue Russian, hapo unadakia. Pia kwenye lectures kulikuwa kuna different experts. Apart from, of course, from Dr. Noel, kulikuwa kuna experts wengine ambao wameweza kutupa knowledge yao. Ninachoweza kuambia wenzangu is they should never stop trying na wajiamini. Hii sio competition yangu ya kwanza wala si ya mwisho. Sio kila siku nashinda, ila should always try. Because suppose kujua I tried and look at me now. So uwe unajiamini, unajibu maswali kwa kujiamini, because usipojiamini wewe, sidhani kama kuna mtu mwingine anaweza kukuamini. It all starts in you. Kwenye mambo ya kisayansi naona nitafika mbali. Kwa sababu kweli nimejifunza mambo mengi na nimeona nimependa sana mambo tulivyofundishwa. So nitaendelea kuyafuatilia mambo kama haya. Kuwa Mtanzania wa kwanza kwenye jambo kama hili kwako ni fahari kiasi gani, ama inatengeneza message gani kwako? Kwangu inajitengeneza, no matter where you're from, you can still do it. Because of course siku expect mimi, especially mtu kutoka kwenye nchi hii, kushinda kitu kama hiki. But hii experience imenifundisha diversity, because watu wengine pia wametoka nchi nyingine ambazo sio pia wako chini. But it doesn't matter where you're from. It matters about your efforts, your personality, your confidence. Kwa sasa hivi unajua teknolojia inabadilika sana, yani advancement ziko haraka sana. Kwa Tanzania sisi tunahisi kwamba vitu vinaenda polepole, lakini vitu vinaenda haraka vibaya mno. Kwa hiyo kwa kitu ambacho mimi nimekinotice wakati nimepitia hii experience ambayo nimeipata ni kwamba sisi kama Watanzania, kwanza vijana inabidi tujishughulishe sana na mambo ya science. Yani science ni kitu cha muhimu sana. Yani maendeleo hayawezi hata siku moja yakatokea kama vijana wanadili na mambo ambayo ni tofauti na science, yani wanadili na umbea na vile. Lakini nikagundua kwamba wale wote ambao, kwa sababu kwenye hiyo expedition ambayo tulikuwa kwenye North Pole, kulikuwa kuna experts wengi, wana science wengi. Kwa hiyo ina change mindset na inakupa perspective kwamba ili kufikia maeneo fulani inabidi kuwe kuna watu ambao wanafanya mambo ya science. Sisi wazazi kwa sababu watoto wote wanaoshiriki, kwa sababu washiriki wa hili shindano ni kati ya miaka 13 mpaka 16. Kwa hiyo hamna mshiriki ambaye amevuka umri wa utu uzima. Kwa hiyo lazima wote wasindikizwe na mzazi ama mlezi. Ila sisi wazazi tunaachwa kwenye huo mji wa mwisho unaitwa Murmansk. Kwa kweli hata kufika tu Murmansk ni bonge la experience. Ushawahi kuona jua wewe linawaka siku nzima mpaka jioni, mpaka usiku saa 6, mpaka asubuhi saa 10 jua halizami. Ndio kitu ambacho sisi wazazi ambao tumeenda pale tumeshuhudia. Kwa hiyo ingawa hatukufika North Pole, hii experience kwa kweli hata sisi wenyewe kwetu ilikuwa ni nzuri. Kweli mimi nasikia fahari kubwa sana. Hasa ukizingatia kwamba wakati anaanza kushiriki hili shindano hatukuwa tumelizingatia, kwa sababu mwanangu anashiriki mashindano kama mengi tu mara kwa mara, ni mtu kushiriki mashindano sana tangu yuko primary. Kwa hatukuwa tumelizingatia. Alipofika hatua ya mwisho tu ambayo ni kutengeneza video, ndipo alikuja kuniambia anahitaji simu yangu atengeneze video. Nikampa simu akatengeneza video, pia sikuzingatia. Alivyoshinda akaniambia nimeshinda, nikamwambia hongera. Nikajua tu ni shindano ambalo ukishinda unapewa certificate au unaambiwa umeshinda, congratulations basi. Akaambia no, but I have to go to Russia. Nikasema Russia? Unaenda Russia kweli? Nikawa najua anatania. Baadaye nikaona wamenitumia email kwamba anaenda Russia. Kwa kweli kilikuwa ni kitu ambacho sijakitegemea wala sijawahi kukiota, na nimeshukuru na nimefurahi sana. Hasa kwa sababu yeye ndo alikuwa mshika bendera ya Tanzania akiwakilisha Tanzania, na kwa mara ya kwanza yeye ndo mshindi wa kwanza. Wazazi na choweza kuwashauri wasimame na kuwapa
watoto confidence. Mimi mwanangu, kwa mtu ambaye anamfuatilia, mwanangu mimi ameanza kuigiza kwenye TV akiwa na miaka 3. Amefanya TikTok challenges nyingi sana. Kufanya TikTok challenges unaweza kuonekana ni kitu kidogo sana, lakini ndiko kumempa yeye confidence ya kusimama mbele ya kamera. Kama nilivyosema, phase ya mwisho ni kutengeneza video ambayo unaposimama mbele ya kamera uelezee kuhusu matumizi ya nuclear. Lakini pia kutengeneza TikTok video kumempa yeye uwezo wa kutengeneza na kuedit video zake yeye mwenyewe. Video yake actually ilikuwa inatumiwa kama mfano kwa wazazi wengine, wanaambiwa ambao watoto wao walikuwa wanashindwa kutengeneza video nzuri, wanaambiwa wanatakiwa kutengeneza video kama hii, na ni video ambayo ameitengeneza yeye mwenyewe. Kwa hiyo ina maana mimi nisingemwacha afanye hayo mambo na kumpa confidence, kumpa encouragement, labda asingeshinda ile shindano. Kwa hiyo tuwape confidence, tuwape encouragement. Hamnaga knowledge ambayo ni ya bure. Knowledge yote ina build na kuja kumpa mtoto kitu fulani, hata kama sio lazima kushinda shindano, lakini ina confidence ambayo anayo. Nadhani mmemwona na ana confidence kwa sababu ni mtu ambaye kamera haiogopi. Kwa hiyo wazazi, tuendelee kuwa encourage watoto kwa vitu wanavyovipenda, huwezi jua vitampeleka wapi. Asante sana.